Mtito TV. Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani. Faisal Salum Feitoto ameendelea kuwa gumzo. Kila uchao amekuwa akihusishwa na klabu mbalimbali. Wananchi Yanga ni miongoni mwa wanaohusishwa na Feitoto kwamba anarejea katika timu hiyo aliyowahi kuichezea kabla ya kutimkia Azam. Lakini pia anahusishwa na Wekundu wa Msimbazi Simba. Feitoto anahusishwa pia na Wydad Casablanca ya Morocco. Feitoto anahusishwa pia na Kaizer Chiefs ya kule nchini Afrika Kusini kama ilivyo Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Kwa ufupi tu, zipo timu nyingi zinahusishwa na kiungo huyu wa kimataifa wa Tanzania, kiungo ushambuliaji Faisal Salum aka Feitoto. Lakini swali la kujiuliza kwamba kwa mfano anaenda kujiunga na Wekundu wa Msimbazi Simba, anaenda kujiunga kwa kocha Fadlu Davids. Je, nini athari za Feitoto kujiunga na Wekundu wa Msimbazi Simba endapo tetesi zinazoendelea kumhusisha zitakuwa za kweli? Ni kwamba Simba itaongeza uimara wake. Inafahamika Simba chini ya Fadlu Davids mfumo wao katika kucheza huwa ni baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo tatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Feitoto hucheza eneo hili kama miongoni mwa viungo wa ushambuliaji akiwa nyuma ya mshambuliaji kinara. Kwa lugha nyingine anakuwa katika eneo la kati. Wawili wakiwa pembeni, katikati pale ndipo ambapo Faisal Salum Feitoto hucheza vizuri zaidi tangu ahamishiwe eneo hilo kutoka kuwa kiungo ukabaji enzi za Nasreddin Nabi katika klabu ya Yanga. Feitoto alikuwa kiungo ukabaji, alisogezwa mbele akawa sasa akitekeleza majukumu kama nambari 10. Je, akitua Simba itakuwa vipi? Ile eneo linalohusishwa na Feitoto analocheza ndilo ambalo yupo Jasha Ahua wa Simba. Kwa lugha nyingine ni kwamba Feitoto akitoka katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Simba itajiongezea nguvu zaidi katika eneo hilo kwa sababu Jasha Ahua mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast amekuwa katika kiwango bora sana. Hivi sasa Ahua ni yupo namba 2 katika orodha ya wafungaji wenye mabao mengi. Juu pale yupo Clement Mzize Walid mwenye mabao 13. Wanaofuatia ni wawili, Prince Pumelo Dube na yeye Jasha Ahua ambaye si mshambuliaji bali kiungo ushambuliaji nyuma ya mshambuliaji kinara. Lakini Jasha Ahua ameshika nafasi hii kwa sababu ana mabao 12 baada ya kucheza kwa dakika 1450. Na sio tu mabao, ametoa assist 7. Kwa lugha nyingine amechangia mabao 19 kati ya mabao 52 alionayo hivi sasa Simba, sawa na mchango wa jumla wa asilimia takriban 37. Jasha Ahua yupo kwenye kiwango bora sana. Lakini katika nafasi hiyo akija Faisal Salum Feitoto, yeye miongoni mwa mambo yanomfanya awe miongoni mwa wachezaji bora sana nchini na kutakiwa na timu nyingi. Kwanza physical fitness, utimamu wa kimwili na kiakili katika kuitumikia timu, yani physical na mental fitness yuko vizuri. Lakini pili ni uwezo wake wa kucontrol mipira. Yes, kuidhibiti na kuimiliki, kupiga chenga, kupokea mpira wa kwanza, lakini pia kupiga mashuti ya mbali ambayo mengi huwa anayapiga kwa usahihi, hayabutuliwi tu, analenga shabaha. Ni baadhi ya sifa nyingi za Faisal Salum Feitoto. Lakini lingine ikumbukwe, mashuti yake huwa ni miongoni mwa wale wanaofunga mabao. Lakini kubwa, anatoa pasi saidizi za mabao kwa wenzake. Ana jicho la kuona nani amesimama wapi kwa wakati sahihi ili atoe pasi. Halafu Feitoto hana hulka na tabia ya uchoyo, yani kulazimisha yeye afunge wakati wenzake wako katika nafasi nzuri. Hii ni sifa ambayo inamfanya Feitoto apendwe zaidi. Lakini kubwa zaidi, endapo atatua katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kuna gharama zitapungukiwa, lakini pia nafasi za kusajili wachezaji wa kigeni zitaongezeka kwa sababu Feitoto ni Mtanzania. Kusajiliwa mchezaji wa uwezo wake katika nafasi hiyo, maana yake kunafanya Simba katika zile nafasi 12 za kusajili wachezaji wa kigeni zinazoruhusiwa kikanuni kupata nafasi ya kusajili wachezaji wengine kutoka nje ya nchi wenye ubora wa juu kuzidi kuiongezea makali timu ya kocha Fadlu Davids na hatimaye kutimiza mipango yao kwa msimu ujao 2025-26. Hivi sasa Faisal Salum Feitoto akiwa katika klabu ya Azam, uthibitisho kwamba yuko fit kimwili na kiakili ni juu ya mechi alizocheza. Mpaka sasa Azam wameshacheza mechi 27. Wamebakiza mechi 3 tu ili kukamilisha mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu 2024-25. Feitoto amecheza mechi 26 kati ya hizi 27. Utaona hapa ni ushiriki wa zaidi ya 96% ya mechi zote walizocheza Azam. Dakika alizocheza mpaka sasa kwa mechi hizo 26 ni dakika 2258. Kumbuka
katika mechi 26 inatarajiwa. Dakika za kucheza jumla ukizidisha mara 90 kwa kila mechi ni dakika 2340. Yeye amecheza dakika 2258. Maana yake dakika alizozikosa ni dakika 82 tu mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara kwenye mechi alizocheza zile 26. Lakini dakika hizi maana yake katika kila mechi aliyocheza amemiss dakika 3 na sekunde 9. Yaani katika kila mechi aliyocheza kwa wastani amemiss muda huo tu. Around dakika 87 kila mechi katika 26 alizocheza alikuwepo uwanjani. Nini amefanya akiwa uwanjani? Feitoto amepiga shots. Mashuti 39. Kati ya haya mashuti 27 yamelenga shabaha, ambapo panathibitisha kile kitu tunasema shooting accuracy, usahihi wa kupiga mashuti, kwa sababu mashuti 27 kati ya 39 ukizidisha kwa 100 kupata shooting accuracy, utaona hapa ni around 69%. Ni kiwango cha juu cha ufanisi wa kupiga mashuti kwa kulenga shabaha. Lakini katika mashuti hayo aliyopiga, nini kimetokea? Faisal Salum Feitoto amefunga mabao 4 na pia ametoa assist, mabao 4, goals 4, lakini pia ametoa assist, pass side za mabao 13, na ukijumlisha hapa utagundua ni mabao 17. Lakini Azam wamefunga mabao 43. Kwa hiyo ukiweka chini mabao yote walifunga Azam ukazidisha kwa 100 ili upate mchango wa asilimia wa Feitoto jumla ya mabao aliyochangia kwa msimu huu kwenye ligi kuu, utagundua ni around 40%. Ndio, 39.5 plus around 40%. Hiki ni kiwango cha juu mno. Lakini ikumbukwe Feitoto msimu uliopita kwenye ligi kuu Tanzania bara alikuwa mfungaji bora namba 2. Kinara alikuwa Stefan Aziz Ki, alimaliza na mabao 21, pia akitoa assist 8 akichangia mabao 29 kwa klabu yake ya Yanga. Wa pili alikuwa Feitoto aliyefunga mabao 19, akatoa assist 7 akichangia mabao 26 kati ya mabao 63 aliyofunga Azam, na kuisaidia Azam ifuzu kwa kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kupata tiketi moja hapo kati ya 2. Ilimaliza nafasi ya pili nyuma ya Yanga. Tukio ambalo tuseme nafasi ambao ni mara ya kwanza wanamaliza katika top 2 tangu msimu wa 2015-16. Sasa Feitoto mchango wake namna hii ni dhahiri kwamba ndani ya Simba akijiunga kwa kocha Fadu Davis, Simba itazidi kuwa kali zaidi katika eneo la kati. Itamuongezea mawanda wigo mwalimu Fadu Davis kwamba nani aanze na kumletea matunda. Itaongeza ushindani ndani ya kikosi, kwa sababu Jasha huwa mchezaji mzuri sana ambaye ana mabao 12 tumetoka kueleza, assist 7, akiwa mchezaji namba 2 kwa kupiga mashuti katika ligi kuu mpaka sasa. Aziz Ki Kinara amepiga mashuti 56, Jasha huwa amepiga mashuti 51, huku 27 akilenga shabaha na kufunga mabao aliyofunga. Kasoro alizonazo zinaweza kusahihishwa vyema na yeye mwenyewe pindi akijua ana ushindani wa namba kutoka kwa Feitoto pindi atakapotua. Lakini Feitoto anaongeza kitu kingine pindi akitua kwa sababu ya uwezo wake wa kupiga mashuti kwa usahihi. Msimu uliopita alikuwa mchezaji namba 2 kwa kupiga mashuti mengi, ana uthubutu wa kutosha. Aliyeongoza alikuwa Aziz Ki, alikuwa amepiga mashuti 90 huku 52 akilenga shabaha. Wa pili kwenye kupiga mashuti mengi alikuwa ni Feitoto, ambaye yeye alipiga mashuti 60, kati ya hayo 35 alilenga shabaha, akafunga ile mabao kutoka kueleza 19, akitoa assist 7, akichangia mabao 26 kwa Azam. Kwa vyovyote vile Feitoto akitua Simba ataongeza kitu ndani ya kikosi, na hasa uwezo wake huu wa kupiga chenga, kutoa pasi nzuri za kusabaratisha wapinzani na kutoa fursa kwa wenzake kufunga, lakini pia kupiga mashuti yanayolenga shabaha kwa kiasi kikubwa kwa usahihi na kufunga. Lakini vile vile Faisal Salum Feitoto ni Mtanzania mwenye kipaji cha aina yake. Faisal Salum Feitoto ana mvuto kibiashara kwa timu ya Simba pindi akijiunga na timu hiyo. Swali ni kwamba je, Feitoto atajiunga kweli na wekundu wa Msimbazi Simba? Maana tetesi zimekuwa nyingi kumhusisha mchezaji huyu wa kimataifa wa Tanzania, akihusishwa na Yanga, akihusishwa na Kaizer Chiefs, akihusishwa na Wydad, akihusishwa na Mamelodi na klabu nyingine mbalimbali. Nini kitakachotokea ni swala la kusubiri. Endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.
Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.